Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibe Room. The Vibe Room. Hii ni Hotbiz TV na kipindi ni The Vibe Room. Leo bwana, niko na msanii mmoja hivi alikuja akasumbua soko sana, lakini akakaa kimya. Unachotakiwa wewe kufanya, usitoke kwenye chaneli yako ili tuweze kujua leo tuko na nani ndani ya The Vibe Room. Bwana Rashidi, karibu sana. Naam, asante ndugu mtangazaji wenu, nimefurahi. Tuambie ili Bwana Rashidi na hii Bright la muziki. Haya ni majina tofauti, husika tofauti. Bright liko kwenye career yangu, Rashid ni jina langu halisi ambalo wazazi na mambo yangu ya kitaifa yanajua ili jina halisi. Kwa hiyo kwanza sikuwa na AKA, imetoka nimeanza career yangu, lakini nilipoingia kwenye sanaa ile serious, sasa in serious nilipata management ya kwanza, kama mnakumbuka, ilikuwa ni Classic Sound chini ya Mona Gangster. Kipindi hicho nilikuwa mimi, Bele9, Young Killer Msodoki. Kwa hiyo baada ya kufika kwenye management wakasema, "Why hauna jina la kazi, una jina halisi? Inakuwaje yani uimbe manyimbo kama yafu katumia Rashid Saidi?" Kwa hiyo kuanzia hapo Mona G yeye ndo alionipatia ile jina la Bright kwenye kazi yangu. Kwa hiyo shout out kwa Mona G. Tuambie ili Bwana Rashidi na hii Bright la muziki. Haya ni majina tofauti, husika tofauti. Bright liko kwenye career yangu, Rashid ni jina langu halisi ambalo wazazi na mambo yangu ya kitaifa yanajua ili jina halisi. Kwa hiyo kwanza sikuwa na AKA, imetoka nimeanza career yangu, lakini nilipoingia kwenye sanaa ile serious, sasa in serious nilipata management ya kwanza, kama mnakumbuka, ilikuwa ni Classic Sound chini ya Mona Gangster. Kipindi hicho nilikuwa mimi, Bele9, Young Killer Msodoki. Kwa hiyo baada ya kufika kwenye management wakasema, "Why hauna jina la kazi, una jina halisi? Inakuwaje yani uimbe manyimbo kama yafu katumia Rashid Saidi?" Kwa hiyo kuanzia hapo Mona G yeye ndo alionipatia ile jina la Bright kwenye kazi yangu. Kwa hiyo shout out kwa Mona Gangster. Hapo tubaki kwenye Mona Gangster. Bado mnawasiliana? Yeah, Mona Gangster ni baba yangu kwenye muziki, kwa sababu yeye ndo alionitumia 16,000 kutoka Ifakara kuja Kinondoni. Yeah, kwa hiyo ametengeneza njia yangu ya muziki na nashukuru tunaendelea kuishi kwenye career yetu. Mungu anabariki. Yes. Kipindi huko kwa Mona Gangster na sasa hivi huko ulipo, kuna utofauti gani? Unajua kwenye career lazima kuna steps, kuna ukuaji. Ukishafika kuwa mkubwa kuna mengi unaweza kuyafanya mwenyewe. Kipindi hicho nilikuwa sina connection yoyote, sasa hivi na connection. Mona G ndo amenipa connection. Nikatoka kwa Mona Gangster nikaenda Roensepa. Kipindi kile kama nakumbuka nilikuwa mimi na Baraka the Prince. Kwa hiyo kuwa na watu, unajua sisi tumetoka kwenye maisha ya kimaskini. Kwa hiyo kikubwa zaidi tunakuwa na talent lakini pesa inakuwa haipo. Kwa hiyo bila kuwa na uwekezaji na watu kama hao, makampuni ambao wanawekeza kwenye career zetu, unakuta tuko bado mtaani. Kwa hiyo namshukuru na tunaendelea kuwasiliana kwa sababu hawa ndio wamenichongea barabara. Bright ni msanii wa muziki wa Tanzania, producer, vocal trainer, mkulima, mfanya biashara, yeah. Vyote hivi ni vyako? Ndio. Yeah. Okay, turudi kwenye upande wa management. Yeah. Tumeona wasanii wengi ambao wanatoka kwenye management. Yes. Wakianza kujitegemea wao kama wao, wakianza kusimama. Yeah. Hawapati tena, yani utakuta hawapati tena zile show kubwa za kupiga pesa ndefu, wanaishia labda tuseme chaka, wengine show atakazozipata kwenye hizi tu mapub. Yeah. Na kwako pia inakuwa ni hivyo hivyo? Kwanza iko hivi, unajua hizi platform zote kama majukwaa ya shows ni mpaka mtu anaona huyu ni biashara yangu, nimweke kwenye hii biashara. Na hata management pia zinavyokuja kukuface ni kwamba anaona huyu mtu ni biashara yake. Sijui tunaelewana hapo. Kwa hiyo siwezi kumzungumzia mtu labda ametoka kwenye management basi asipate hizo show. Wapo wengine wanapata hizo show, na hata wengine ambao sisi tunafanya chakatu chaka. Sio kwamba chakatu chaka sio show ambazo zinatoa hela,
tunapata pesa, lakini ni show ambazo zinaenda ndani zaidi. Yani let's say nimeenda Moshi, labda nimeenda Mwanga ndani kupiga kimeo huko, simenielewa, labda nimeenda Morogoro pale nikaitafuta Kilosa ndani huko, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sio tu kwamba msanii akitoka kwenye management basi atakuwa amekosa hivyo vitu vyote. Yes. Leo hii mtu akitaka kukusign, kwambia bwana mimi nakutaka kwenye lebo yako, utazingatie nini hasa? Kwa sababu mfano mzuri umeuona kwa hao wasanii wenzao ambao walikuwa kwenye lebo, lakini wanavotoka kuna story nyingi sana, zingine zinakuwa mbaya, zingine zinafanya walipishane, wagombane. Wewe sasa hivi mtu akija na kwambia mimi nataka wewe ni kumanage, utakuwa unazingatia nini hasa? Kikubwa zaidi vitu viwili, malengo na mtaji, kwa sababu connection Bright anayo. Kikubwa yani management lazima ijue kwamba Bright ni msanii ambaye ameshafanya mengi na anafanya mengi. Tumtoe kwenye hii hatua tuende kwenye hatua nyingine. Tunaendaje hapa? Ni lazima tuweke pesa. Hivyo ndio vitu vya msingi. Yeah. Katika nyimbo zako bwana, mimi ninapenda ile nyimbo uliyofanya collab na Nandy. Okay. Ile ya umebadilika sana ya ile nyimbo mimi naikubali sana, lakini okay, katika we top 5 zako nyimbo zako ambazo hizi unaziaminia na zilikupa shavu kubwa sana ni zipi? Mimi nyimbo zangu zote nazipenda. Ndio maana nikizitoa na wapa watu zinaenda kuishi kwenye maisha ya watu na zinanipa faraja, kwa sababu sio tu faraja, sio tu kuzipenda, pia zinanipa pesa kupitia platform zangu za kuuza muziki. Yeah. Okay. Sasa hivi bwana, sasa hivi kila mwanamuziki atakwambia mimi na ka studio changu nyumbani. Yeah. Nikitulia tu nikiwa tuna stress kidogo na kaa zangu kwenye kiti napiga zangu show zangu mistari 2-3. Yeah. Na naona wasanii wengi sana. Yeah. Kama Chino nadhani ana studio. Yes. Na wengine Harmonize nadhani ana studio, Rayvanny ana studio. Yes. Mmegundua nini au kuna umuhimu gani wewe kusema unamiliki studio ndani? Kwanza tunaishi kwenye maisha ya muziki. Huwezi kuwa unafanya muziki afu kanunua mipira nyumbani kwako. Unaelewa? Lazima ununue kitu ambacho unaishi nacho. Yaani kwamba maisha yangu mimi ni muziki. Kuwa na studio ni maisha yangu. Inanipa nafasi nzuri, wakati mzuri wa kufanya kazi yangu kwa uhuru. Unajua producers wana kazi nyingi. Wasanii wengi wanaenda kutaka huduma kwao. Kuna wimbi la kucheleweshewa kazi, kuna foleni za kusubiri kazi. Kwa hiyo ukiwa na studio yako inakurahisishia, labda nimerecord vocal, nimemtumia data producer, inampa urahisi wa labda kumaliza kazi yangu ili niweze kuitoa. Kwa hiyo nikisema nisiwe na vifaa, nitaanza kwenda kuingiza vocal. Na kwanza nitapigiwa beat, nitaingiza vocal, subiri mixing na mastering, ni muda mrefu. Kwa hiyo ndo maana mtu akipata nafasi anakuwa na studio, inakuwa rahisi kwenye ufanyaji kazi wake. Kazi yako ipi ama project yako ipi ambayo ulipiga mpunga mwingi sana? Shambani. Shambani, twendeni shambani. Unakumbuka? Sijui ulikuwa bado hujazaliwa. Mimi nilikuwa nimezaliwa. Shamba ndo kitu ambacho mimi kiukweli nashukuru Mwenyezi Mungu kwenye uwekezaji wa kilimo unanifanya naweza kukaa mjini hapa kutotolewa vitu vyangu na maisha yangu mengine na majukumu mengine kama mtoto kwenye familia na baba kwenye familia naweza kuishi. Yes. Hapo kwenye swala la baba hapo. Hongera, wasanii wengi wanakwepa hizi hatua zingine kuzifanya kwa sababu utakuta mtu msanii tayari ukimuuliza kwa nini una familia, kwa nini hujazaa, anakuambia wakati bado. Kwako ilikuwa rahisi vipi ukaamua kuanzisha familia yako? Cha kwanza hatuna guarantee ya maisha. Kesho mimi sijui inakuaje. Kwa hiyo lazima niwe na alama kama binadamu. Mimi nilizaliwa na wazazi, unajua, lakini na mimi nikaamua kwa sasa nitengeneze familia yangu ili maisha endelea, kwa sababu tunatafuta pesa, tunatafuta maisha, kuishi na familia zetu. Hicho ndo kitu ambacho mimi nikaona ni muda sahihi pia. Kwa maana hiyo unaposema kwanza hapo umesema kwamba wewe ni mkulima. Yeah. Na kwenye kulima huko ndo
kunakupa pesa zaidi. Nataka pia kujua ni posti gani kwenye upande wa mziki ama ni kampeni gani ilitokea ukapata pesa nyingi? Mimi nilishakuwa balozi wa Jeshi la Zimamoto Tanzania kama mnakumbuka 2017 mpaka 19 hapo. Kwa hiyo unajua tena ukiwa balozi lazima mchele uingie kila mwezi. Ni project ambayo ilikuwa inanipa pesa, pia hata baadhi ya shows kubwa ambazo zilikuwa zinafanyika, sijui kama nisingependa kuziweka wazi, lakini watu wameona kwenye hizo baadhi ya show kubwa ambazo nimefanya. Yes, baadhi ya show ambazo nimezifanya kama Fiesta, nimefanya shows nyingi, kama pia na project zangu za Chaka tu Chaka. Tunaingiza hela. Chaka tu Chaka inaleta msosi mezani. Yeah. Bright kama Bright, sasa turudi kwenye mziki. Alivyokuwa anaanza game lake, alikuja akatupa laza hapa katikati. Akatuachia hewani. Changamoto ilikuwa ni nini? Kama nilivyosema mwanzo, sisi tunakuwa na talent, lakini financial inakuwa kidogo ina changamoto kwenye career zetu. Sio mimi tu, kimataifa hata ukiangalia duniani huko, ukiona msanii fulani break up na labda kampuni ile kwa anamfanyia kazi, ndo mnaanza kuona kuna changamoto, labda utoaji kazi, quality za kazi, kusuasua kwa utoaji kazi. Kwa kwangu mimi pia imeniface kuanzia 2019. Kipindi hicho nilikuwa chini ya Ron Sepa, ile kampuni ambayo nilikuwa nafanya nayo kazi. Lakini baada ya hapo kumaliza mkataba, hatukusaini mkataba mwingine na sikupata deals za kampuni zingine kuniendeleza kufanya, yani kunioni kwamba Bright yuko chini ya watu fulani ili kuendelea kufanya yale makubwa. Kwa hiyo ndo changamoto. Kwa hiyo sasa hivi natoa kazi, lakini sio kama vile ambavyo mlikuwa mnaona zamani kwa ukubwa ule, project zinaenda kwa haraka. Kwa hiyo sasa hivi nakusanya nguvu, labda kwa mwaka naachia project 4. Kwa hiyo lazima nitafute pesa fulani ya kuendo maisha na kuendo career yangu. Kwa hiyo kidogo kuna changamoto ya pesa. Yeah. Unaonaje hawa wasanii chipukizi ambao wanakuja sasa hivi kwa kasi ya hali ya juu? Kwanza maisha ni generation, unajua. Kuna matajiri wa zamani na kuna matajiri wapya. Kuna wasanii wa zamani, wasanii wapya, wachezaji mpira wa zamani, wachezaji mpira wapya. Kwa hiyo lazima pia ukubaliane na nyakati. Heshima yako itabaki kuwa pale. Na ndio maana tuna regent kwenye sanaa zote au kwenye maisha yetu yote. Na kuna watu ambao wamechonga barabara ya sisi kufanya hichi kitu. Kwa hiyo lazima tu appreciate hawa wasanii wapya wanafanya vizuri, tuwape nafasi. Na hicho ndo kitu bora na zaidi ambacho utaonekana mzee fulani ambaye una heshima yako kwenye career. Yes. Nimeona umetoa nyimbo yako mpya, umefanya collab na Kusa. Kabla hujafanya collab na mtu, wewe unazingatia vitu gani hasa vya muhimu? Collab ni kugawana mashabiki. Hicho ndo kitu ambacho tunalenga zaidi. Unapofanya collab na mtu unataka watu wake na yeye akupe watu wake na yeye akumpe watu wake. Kwa hiyo napotaka kufanya collab na mtu, kwanza naangalia na target yangu, nitengeneze wimbo wa namna gani, nitawapata watu wake. Hicho ndo kitu ambacho nakiangalia zaidi. Yes. Kwenye hii industry ya Bongo Flava, sasa hivi singeli ni kama inapeperusha bendera. Yes. Unaonaje muziki wa singeli? Muziki wa singeli ni muziki mzuri kwa sababu unajua kila nyakati zina aina ya muziki. Kama misimu inavyokuja kwenye lugha, lazima tupate vitu vipya na tuvisupport pia. Kwa kwangu mimi pia nilishafanya singeli na Meja Kunta, nakumbuka inaitwa Demu Wangu. Kwa hiyo tunafanya muziki tofauti, na ukiwa mwana sanaa usijikategorize kwamba mimi nitaimba tu kitu fulani. Mimi nitachapa hata taarabu, na nimefanya wimbo pia na Aisha Mashauzi, hiyo exclusive. Yeah. Sasa hivi sitaki niseme nimekuwa wimbi ama imekuwa tatizo, so kila mmoja inaweza ikamkuta kwa namna yake. Masuala ya connection. Kwamba uko na mtu wako mazingira fulani hivi, kitu kinaenda hewani. Ulishawahi kufanya hivyo? Ama siku ikikufikia wewe hiyo hatua, itakuwaje? Hilo kwanza ni tatizo.
kuna marehemu Ruge nilikuwa nakumbuka, Mungu amrehemu, alikuwa anasema ogopa teknolojia na Mungu. Hivyo vitu ni vya hatari sana. Unajua mambo ya faragha yanabidi yawe faragha. Kama una mtu wako unamkubali, hata kama maisha yamebadilika, mmeachana, kusiwe na vita. Haya ni maisha tu. Malizaneni vizuri, maisha yaendelee. Mambo ya kupostiana sijui labda mlipokuwa faragha, mbona vitu vingine kama ushamba, yani mimi naweza nikasema sio kitu kizuri. Yeah. Okay. Mama na mtoto unatakiwa muokoe mmoja. Mtoto kwanza, kwa sababu yeye ndo amekuja, mama amekula ubwabwa. Yes. Hapo sasa tunaenda kwenye ndio au hapana? Haraka. Swali limekaa kiwaki sana. Sawa. Umewahi kushiriki mapenzi ya jinsia moja? No. Ushawahi kuwa na mshangazi? Hapana. Usifikirie. Siwezi kujibu kama kasuku. Sawa, ulishawahi kudanganya sehemu ili upate pesa? Hiyo mbona kawaida. Mambo ya hela tena. Lazima udanganye. Lazima usifie matajiri. Yeah. Ulishawahi kutuma pesa kwa mtoto asitokee? Mara nyingi. Tabata huko. Tabata Kinondoni Sinza. Ukatuma hapo simu hazipokelewi, mara hazipatikane, simu iliibiwa. Nyingi. Nini? Baba yuko nyumbani? Baba amerudi. Yeah. Okay, kwa kumalizia kabisa, waambie washabiki zako ni nini watarajie sasa hivi. Maana sasa hivi ni kama sasa umerudisha kasi kwenye Bongo Flava. Watarajie nini kizuri kutoka kwako? Kikubwa zaidi, nawapenda sana mashabiki zangu, ni watu ambao wananisupport way back toka 0 mpaka leo. Kwa hiyo waendelee kusupport, na hivi karibuni tarehe 5 Mungu akipenda tunaachia video na audio mpya kabisa. Kwa hiyo wakae wakula kusubscribe channel zangu kama YouTube Bright TZ na digital platform zote Bright TZ. Hapo tutakubaliana vitu vingi na tutashirikishana vitu vingi. Kuna project gani nyingine zinakuja ukiachilia mbali hii project uliotoka kuachilia juzi hapana kusa? Tunatengeneza album na iko kwenye hatua za mwisho. Mwaka huu Mungu akipenda nitatengeneza hiyo alama, kwa sababu sijawahi kutoa EP, sijawahi kutoa album. Kwa maisha yangu ya muziki, mwaka huu 2026 Mungu akitupa uzima, mwezi wa 6 tutatoa hii album ya kwanza. Na wategemee mapinduzi, kwa sababu sio tu muziki, ni muziki ambayo inaenda kuishi kwenye maisha yao. Kama mnavyojua muziki yangu inaenda kuishi kwenye maisha yenu. Kwa hiyo mkae mkao kula kusubiria hii project kubwa na album kubwa ambayo haijawahi kutokea. Mapenzi matamu ukipata naye kupenda, we nipende hivyo hivyo mama, japo mambo ndivyo sivyo, bora nilale nje kuliko mundani, mimi sitoweza. Yo Bright hapa Stark hili, au sio? Naangalia Hot Biz, au sio wanangu? Ukitaka kung'aa kuonekana, maproject yako kuyazungumzia ni Hot Biz mwanangu, usitoke. Kapo hapo. Na huyo ndo Bwana Rashid kwa jina la msanii Bright. Usiache kufuatilia Hot Biz TV, lakini pia utufollow katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, X. Majina yote yanaenda kwenye Hot Biz TV. X, hi.